Habari za wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu. Leo tena tunaangazia mahojiano maalumu yaliyotolewa asubuhi na wakili Peter Madeleka kwenye kipindi cha Jambo Asubuhi kinachorushwa na Jambo TV. Wakili Madeleka amesema kuwa iwapo Rais Samia Suluhu Hassan ataruhusu mchakato wa kupatikana kwa katiba mpya, Watanzania wengi watasahau mijadala na malalamiko yanayozungumzwa kuhusu matukio ya Oktoba 29 mwaka 2025 ambao ni ghasia za uchaguzi na kuanza ukurasa mpya wa kisiasa. Madeleka ameeleza mitazamo miwili kuhusu umuhimu wa katiba mpya. Baadhi wanaona haina ulazima, wakati wengine wanasema ni nyaraka muhimu inayogusa maisha ya kila siku ya wananchi na mustakabali wa taifa. Ameongeza kuwa katiba imewahi kuwa nyenzo muhimu ya kulinda utaratibu wa uongozi wa nchi, hasa baada ya kifo cha Rais John Pombe Magufuli mwaka 2021 ambapo mamlaka za ulinzi na usalama zilirejea katiba ili kupata mwongozo. Katika mahojiano hayo, Madeleka amesema aliwahi kumweleza Rais Samia kuwa kuna mambo mawili makubwa ambayo wanaweza kumfanya kwa Watanzania na kumfanya akumbukwe na Watanzania, kama kulinda haki za msingi za wananchi, kuishi usalama, uhuru wa maoni bila hofu ya kutekwa au kuteswa, na kuruhusu kupatikana kwa katiba mpya. Amesema katiba mpya itawafanya Watanzania kuanza upya kisiasa, kupunguza mvutano wa Oktoba 29 na asisikilize wanaopinga mchakato huo. Wakili Peter Madeleka, ambaye ni wakili wa kujitegemea na mwanaharakati wa haki za binadamu na utawala bora, alizungumza kwenye kipindi cha Jambo Asubuhi Machi 14 mwaka 2026. Kulingana na mahojiano hayo, Madeleka amesisitiza umuhimu wa katiba mpya kama njia ya kurejesha amani na umoja baada ya matukio ya Oktoba 29 mwaka 2025, siku ya uchaguzi mkuu ambapo maandamano makubwa yalizuka nchini na kulingana na ripoti za vyanzo mbalimbali yalisababisha vifo na majeraha mengi. Madeleka amesema nchini kuna mitazamo miwili. Baadhi wanaona katiba mpya haina ulazima, wakati wengine wanasema ni nyaraka muhimu inayogusa maisha ya kila siku ya wananchi na mustakabali wa taifa. Ameeleza jinsi katiba inavyoisaidia. Baada ya kifo cha Rais Magufuli, mamlaka zilirejea katiba ili kupata mwongozo wa hatua za kuchukuliwa, na hii ilisaidia taifa kurejea hali ya kawaida. Ameeleza kuwa aliwahi kumweleza Rais Samia mambo mawili makubwa ambayo yanaweza kumfanya akumbukwe. Jambo la kwanza ni kulinda haki za msingi za wananchi, ikiwemo haki ya kuishi, usalama na uhuru wa kutoa maoni bila hofu ya kutekwa au kuteswa. Na jambo la pili ni kuruhusu katiba mpya, hatua ambayo itawafanya Watanzania kuanza upya kisiasa, kusahau mvutano wa Oktoba 29 na kutoa uhakika kuwa matukio yenye utata hayatajirudia. Amesisitiza kuwa Rais Samia asisikilize wanaopinga mchakato huo, kwani baada ya kuondoka madarakani atabaki kama mwananchi wa kawaida anayehitaji kuheshimiwa au kukumbukwa kwa maamuzi makubwa. Madeleka amesema Watanzania wengi wana utayari wa katiba mpya na hata wananchi wa kawaida mitaani wanaonyesha hitaji lake. Sasa hebu tuchambue kwa kina hoja za Madeleka. Kwanza, mitazamo miwili kuhusu katiba mpya. Baadhi wanaona haina ulazima, wakidai kuwa katiba ya mwaka 1977 bado inafaa na mabadiliko mengi yanahitaji muda wa maridhiano. Wengine kama Madeleka wanasema ni nyaraka muhimu inayogusa maisha ya watu, ikiwemo haki za uchaguzi, uhuru wa maoni na mfumo wa uongozi. Hoja yake ina msingi. Katiba ya mwaka 1977 ilitengenezwa wakati wa mfumo wa chama kimoja, yani CCM, na ikuwakilisha demokrasia ya vyama vingi iliyoanza mwaka 1992. Mchakato wa katiba mpya ulianza mwaka 2021 chini ya Rais Kikwete, na tume ya Warioba ilikusanya maoni kutoka kwa Watanzania milioni 1.3, ikapendekeza mabadiliko makubwa kama kuondoa kinga ya rais katika uchaguzi na kuimarisha uhuru wa mahakama. Lakini mchakato ulisimama mwaka 2014 kutokana na mgogoro wa kisiasa. Kulingana na ripoti za The Chanzo, Januari 12 mwaka 2023, Rais Samia Suluhu Hassan aliweka wazi nia yake ya kurejesha mchakato wa katiba mpya, na ambapo ni Januari 3 mwaka 2023, wakati wa mkutano wa vyama vya siasa. Aliahidi kuwa katika ilani ya CCM ya mwaka 2025-2030 mchakato huo utatekelezwa, lakini hadi Machi mwaka 2026 maendeleo ni polepole.
Hakuna tume mpya iliyoundwa na mijadala inaendelea ndani ya CCM na serikali. Madeleka amesisitiza jukumu la katiba mpya baada ya kifo cha Magufuli, katiba iliyoongoza mchakato wa uongozi wa mpito kwa Samia na hivyo kuonyesha umuhimu wake katika utulivu wa nchi. Hoja inaungana na data kutoka The Chatham House ya mwaka 2021 ambapo inasema kifo cha Magufuli kilionyesha udhaifu wa katiba katika masuala ya uongozi wa mpito na hivyo hitaji la marekebisho linahitajika. Oktoba 29 mwaka 2025 ilikuwa siku ya uchaguzi mkuu ambapo Rais Samia alishinda kwa kishindo kulingana na matokeo rasmi ya NEC. Hata hivyo, upinzani Chadema ilisusia uchaguzi na maandamano yalizuka nchini, hasa Dar es Salaam, Mwanza na Arusha. Kulingana na ripoti za Human Rights Watch, Novemba mwaka 2025, zaidi ya watu 350 walikufa au kujeruhiwa wakati wa polisi kutumia nguvu kama tear gas, risasi za mpira na risasi halisi. Crisis Group Disemba mwaka 2025 inasema ghasia zilikuwa matokeo ya shutuma za udanganyifu, zuio la wagombea na ukosefu wa uhuru wa tume ya uchaguzi. Madeleka amesema katiba mpya itawasahau wa Tanzania malalamiko ya Oktoba 29 na kuanza ukurasa mpya. Hoja inayosisitiza kuwa katiba mpya inaweza kurekebisha udhaifu wa mfumo wa uchaguzi kama kinga ya rais katika uchaguzi na uhuru wa NEC. Kulingana na data kutoka mitandao mbalimbali, Watanzania wengi bado wana majeraha ya Oktoba 29 na wanaomba haki na amani. Ripoti za UNOHCR Novemba mwaka 2025 zinaonyesha kuwa tume ya uchunguzi iliyoundwa na Rais Samia inachunguza ghasia na muda wake umeongezwa hadi Aprili mwaka 2026. Hata hivyo, wakosoaji wanasema tume haina uhuru wa kutosha. Madeleka anasema katiba mpya itatoa uhakika kuwa matukio kama hayo hayatajirudia. Wakili Madeleka ana mantiki thabiti katika kauli yake. Katika katiba mpya ni njia ya kurejesha amani na umoja baada ya majeraha ya Oktoba 29, ghasia ambazo zilikuwa matokeo ya ukosefu wa imani katika mfumo wa uchaguzi. Pendekezo lake kwa Rais Samia ni la busara, kulingana na haki za msingi na kuruhusu katiba mpya itamfanya akumbukwe kama kiongozi wa mageuzi. Hata hivyo, mchakato wa katiba mpya umekuwa na vikwazo vingi tangu mwaka 2025. Hata hivyo, mchakato wa katiba mpya umekuwa na vikwazo vingi tangu mwaka 2011. Ulisimama kutokana na mgogoro wa kisiasa na chini ya Samia bado ni polepole. Kauli za Rais Samia kama Januari mwaka 2026 zinaonyesha nia ya mageuzi, lakini inahitaji hatua za haraka ili kutoa uhakika kwa Tanzania. Oktoba 29 inahitaji haki halisi. Tume ya uchunguzi inahitaji uhuru na katiba mpya inaweza kurekebisha udhaifu kama kinga ya uchaguzi. Tanzania inahitaji mazungumzo ya kitaifa bila uoga ili kuanza ukurasa mpya. Wasikilizaji, kauli ya wakili Peter Madeleka na wito wa mageuzi na uponyaji. Je, wewe nini maoni yako kuhusiana na kauli hii? Je, kitendo cha kufanya mchakato wa katiba mpya urejee kitamfanya Rais Samia asahaulishe machungu waliokuwa nayo wa Tanzania kuhusiana na Oktoba 29?